Yes, karibu tuzungumze michezo, na mimi niko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha na kukufahamisha mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusu michezo na burudani. Kubwa ni klabu ya soka Young Africans kutoa taarifa ya kwamba mchezo nambari 184 wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu wa mwaka 2023-2024 hawachezi. Mbele yangu ninaye Uchebe Yanga kuyaangazia na yale anayoyafikiri baada ya taarifa kutoka ndani ya klabu ya soka ya Young Africans. Uchebe, heri? Mimi niko vizuri kabisa. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa baraka na kibali cha siku ya leo kufika niweze kuzungumza na Watanzania na wasio Watanzania wanaopenda mpira na wasiopenda mpira. Najua wananifuatilia. Chebe Yanga, simuona kwanza mambo mukide. Umeona brand yangu inawaka kweli kweli. Inapendeza kweli kweli. Hata klabu ya Simba kwangu hapa ione ndani. Hizi ndo ndevu zenye thamani kuliko klabu ya Simba. Hizi ndo ndevu zenye thamani kuliko klabu ya Simba. Fanya majumuisho yote kuanzia mashabiki wala hawana wanachama. Mashabiki, majengo, rasilimali zote walizonazo bado hazifiki kwenye ndevu zangu thamani yake. Bwana, klabu ya Young Africans wametoa tamko rasmi ya kwamba mchezo nambari 184 wao hawachezi kama ilivyokuwa makubaliano baina ya uongozi wa Young Africans pamoja na klabu ya soka na wanachama wa Young Africans. Mnasemaje baada ya kauli hii nzito kutoka hii leo? Yes, kwanza kama wanachama wa Yanga inatakiwa tuupongeze uongozi wetu kwa kukubaliana. Mmenielewa? Kwa kukubaliana kuwa pamoja na wanachama na mashabiki wao. Maana wangekuwa ni viongozi wa ovyo kama tunavyoona viongozi wa ovyo kutoka bodi ya ligi na TFF, nadhani wangeenda na maamuzi ya kwamba watusaliti wanachama wao pamoja na mashabiki. Ila kwa kuwa wanatambua thamani ya mashabiki na wanachama wao, ndio maana hawajaenda kinyume na sisi. Wamefuata matakwa ya sisi kama waajiri wao. Sisi ndio wenye klabu. Mmenielewa? Mashabiki na wanachama sisi ndio wenye klabu. Viongozi wako ni sehemu ya kutekeleza mipango ya klabu. Mmenielewa? Unanielewa vizuri? Yes. Sasa ndio maana na wao tulishawaambia Engineer S, endapo kikubali mchezo huu karudiwa na mchezo nambari 184, kazi huna. Na watendaji wako kazi hawana. Hatuwahitaji tena. Hamtufai, wapishe tulete watu wengine. Watupishe tulete watu wengine. Sisi tuna msimamo. Hatujaona kosa la Yanga lilipotokea kwenye ule mchezo nambari 184. Utaratibu wa kanuni zinatuelekeza, ziko wazi. Wao wanajificha kwenye kichaka kimoja tu. Wao wanajificha kwenye kichaka kimoja tu wa TFF na bodi ya ligi. Na ndio maana siku zote tunawaambia, sisi sio tunawatukana, tunawaambia ukweli. Wabadilike, waache kuleta mpira wa mwaka 90 kuleta 2025. Watanzania sasa hivi tunapitia kanuni kupitia mitandao ya kijamii. Sio anaziweka, tunazipitia, tunaangalia kosa liko wapi. Kulikuwa na sababu gani ya msingi iliyopelekea kuahirishwa kwa mchezo nambari 184 ile tarehe 8 mwezi wa 3? Kulikuwa na sababu gani? Kulikuwa Simba ilikuwa na wachezaji ambao wanaozidi watatu kwenda timu ya taifa? Walikuwa na mchezo wote wa kimataifa karibu? Zilikuwa hizo sababu? Hamna. Wanasema mabaunsa wa Yanga waliwazuia wachezaji wa Simba kuto kupata haki yao ya msingi ya mazoezi ya mwisho kulingana na kanuni inavyotuelekeza ya 17 kifungu cha 45. Sio? Tunakuja kuuliza, mabaunsa wapo kwenye pati gani kwenye wafanyakazi wa club? Mabaunsa wapo kwenye pati gani? Au wapo kwenye orodha ya wafanyakazi katika klabu? TFF wanawatambua hao? Bodi ya ligi inawatambua hao? Kwenye sheria za soka zinawatambua mabounce? Kama iwatambui, walipata mamlaka ya wapi kuahirisha mchezo ule? Hiyo nguvu walitoa wapi? Kwa sababu tu Simba alikuwa na wachezaji waliokuwa majeruhi, wakaamua umewasikiliza Simba kunusurika na kichapo cha 5 mfululizo, wakaona waahirishe mchezo. Wakaona wafanyaje? Waahirishe mchezo. Nani asiyejua Pinpin kama alikuwa anaumwa? Nani ambaye alikuwa ajui Shamaron Fondo alikuwa anaumwa? Nani alikuwa ajui kwamba Shomari Kapombe alikuwa na majeruhi pia kwenye mazoezi? Nani asiyejua? Sisi tunazijua taarifa zote. Sasa waliona
tarehe 8 wanakuja kupigwa kichapo cha 5 mfululizo, wakaona sababu pekee ni kuwashawishi bodi ya ligi waahirishe mchezo ule pasipo na sababu ya msingi, na wao wanajivunia kwamba wameshika makali. Sisi tumeshika makali, wao wameshika mpini. Tukileta jeuri wanatukata. Sisi tunasema hivi, tuko tayari msimu huu 2025 tukiona tunaenda kushiriki championship, hata aidha kama watatupiga tena lungu championship, tuko tayari, lakini haki ya mchezo nambari 184 ionekane wazi. Watanzania na sio kwa Watanzania, wapenda mpira sio penda mpira, wajue haki ya mchezo nambari 184 inapatikana na inawekwa wazi. Sababu zilizopelekea kuahirishwa mchezo ni ipi? Ingali Watanzania wote sasa hivi wanajua mpira, wanafuatilia sheria. Sababu kuu 3 zilizoainishwa na FIFA ambazo zinaweza zikapelekea muda wote kuahirishwa kwa mchezo: endapo kuna machafuko ya hali ya hewa, endapo kuna mabadiliko, kuna machafuko. Tukizungumza machafuko, mabadiliko ya hali ya hewa namba 1, machafuko katika nchi, umenielewa? Vita, machafuko hayo ambayo vyombo vya ulinzi na usalama vikashindwa kudhibiti machafuko hayo, vinapelekea mchezo kufanyaje? Kuahirishwa. Kwa mfano, tunaona Sudani michezo yao ichezewe nyumbani. Sisi na hali tumechezea Misri, wapi? Al Hilal tumechezea kule wapi? Mauritania, kwa sababu nchi yao ina machafuko. Si sawa? Si sawa? Tunakuja sababu kubwa nyingine, endapo kuna kifo cha kiongozi mkuu wa nchi au waziri mkuu, inapelekea mchezo kuahirishwa. Hakuna maswali, wote tungeona kuna sababu hizo tungekubaliana, lakini pia kuna sababu ndogo ndogo zinazopelekea kwamba kwa mchezo kufanyaje? Kuahirishwa. Hiyo inaweza ikawa ni sababu ya msingi. Endapo wachezaji 3 kwa klabu moja, wachezaji wasiopungua 3 kwenye klabu moja wakaenda national team, inapelekea mchezo kuahirishwa. Endapo timu unayotakiwa kucheza nayo mchezo ikaomba kusogezwa kwa mchezo, endapo wanashiriki michuano ya kimataifa kwa siku zinazokaribiana, tunapelekea mchezo kufanyaje? Kuahirishwa. Au kuna mchezo wa timu ya taifa, kuna mchezo nini wa timu ya taifa, national team, umeingilia kwenye ratiba, inapelekea mchezo kufanyaje? Kuahirishwa. Katika hizo sababu zote nilizozitaja, kuna sababu ambayo ilipelekea tarehe 8 mkaiona hapo kama waandishi? Hakuna. Haya, nakuuliza, sababu iliyopelekea kuahirishwa mchezo ni ipi? Na Watanzania mpaka saa 4 bado tuliaminishwa na bodi ya ligi, endeleeni kukata tiketi, endeleeni kufanya manunuzi ya nini, ya tiketi, na akihamasisha vituo vyote vilivyoorodheshwa kwa ajili ya kuuza tiketi waendelee kufanya mauzo. Mpaka saa 4, saa 5, saa 6, saa 7 tunanunua tiketi, inafika saa 8 wanaahirisha. Kwa misingi ipi? Haya, nakuuliza, bodi ya ligi, TFF watujibu, hizo fedha zetu tulizokata tiketi kutoka tarehe 8 wamezipeleka wapi? Bodi ya ligi na TFF watuambie. Fedha yoyote hata kiwepo benki inafanya mzunguko, maana bodi ya ligi na TFF wamefanyia mzunguko fedha yetu. Mlala hoi mwenye kipato cha chini, na kama fedha mimi nikiweka benki, pia kuna makubaliano, ninaweza nikafungua fixed account, ikiwa inazungushwa ninalipwa fidia. Ninahitaji bodi ya ligi na TFF wanilipe fidia mimi fedha yangu ambayo wameichukua bila sababu za msingi, na haki yangu mimi sikuipata. Si kweli? Nilitegemea ende kwenye klabu iendeshe mambo yake, wameamua kukaa nazo, na haki zinasema ziko wazi. Je, wanataka sisi mashabiki tuishtaki bodi ya ligi? Wanataka mashabiki tuidai bodi ya ligi? Huko wanakotaka sasa, huko ndio wanakotaka. Wanataka sisi mashabiki nchi nzima tuwadai bodi ya ligi? Kwa nini wamekaa na fedha yetu kutoka tarehe 8 mpaka leo na haki yetu hatujaipata? Wanataka tuishtaki, wanataka tuishtaki kwa sababu sheria ziko wazi na zinaelekeza
Mimi nataka nikwambie, mnakumbuka kupitia mchezo wa namba 184 wa tarehe 8 kuna mtu alikufa pale Benjamin Mkapa, au hiyo taarifa waandishi